Leo hii tunazindua kampeni yetu ya Sim Banking kimpango wako. Kwenye kampeni hii tunasema nini? Tunawaambia wateja una uhuru wa kupanga huduma za kifedha kulingana na mahitaji yako. Una uhuru wa kutumia huduma zetu za kifedha kwa muda wako. Una uhuru wa kupata huduma zetu za kifedha mahala popote ulipo. Hiyo imekaaje? Hiyo imekaaje? Na hawatumii huduma zote, waanze kutumia huduma hizo. Kwa wale ambao wanatumia huduma zetu za kidijitali, waendelee kuzitumia huduma zetu. Kwa kampeni hii, kila mmoja anayekwenda kutumia huduma hii, tunalo fungu nono la kumzawadia. Tumetenga jumla ya bilioni 2.3. Sasa mbona mpigi makofi? Au bado hizo ni kidogo? Tumetenga jumla ya bilioni 2.3 shilingi za Kitanzania ambazo tutazawadia makundi mbalimbali. Mtasikia hapa jinsi makundi yatakavyozawadiwa, na makundi haya tunaenda kuyazawadia kila wiki. Kwa hiyo yeyote atakayetumia, una nafasi ya kupata zawadi kwa kila wiki. Majina naitwa Bonaventure Paul, ni mkurugenzi wa benki ya CRDB ambaye ninasimamia wateja wa awali na wakati, lakini pia nina dhamana ya kusimamia uendeshaji na usimamizi wa matawi ya benki ya CRDB Tanzania. Leo hii kwa benki ya CRDB tuna tukio kubwa hapa Mlimani City ambayo tunafanya uzinduzi wa kampeni yetu inaitwa Sim Banking kimpango wako. Sim Banking kimpango wako, hii ni kampeni ambayo tunaendelea kuhamasisha wateja wetu kwamba wanapokuwa wanahitaji huduma ya kufanya miamala yoyote, wanatakiwa wakumbuke kwamba wana simu ya mkononi, wana akaunti ya benki ya CRDB, lakini pia imesajiliwa na huduma ya Sim Banking. Kwa ndani ya huduma hiyo ya Sim Banking una uwezo wa kupata vitu vingi sana. Wale ambao wanatakiwa kulipa bili, unataka kulipa miamala ile ya GPG ambayo ni kwa upande wa serikali, yote unaweza kuilipa huko. Unataka kununua umeme, lakini pia kutumia ndugu zako, jamaa na marafiki, una uwezo wa kuhamisha hela kutoka akaunti yako kwenda kwa mtu mwingine. Hivi vyote tumeilaunch hii kampeni kwa sababu kila ukifanya malipo ya hivi unajiweka kuwa miongoni mwa watu ambao wana uwezekano wa kushinda. Tumesikia hapo ndani wakati wa uzinduzi, kaimu mkurugenzi mtendaji ameweza kutaja zawadi ambazo zinatolewa. Tuna zawadi za kila wiki ambayo kuna wateja watakuwa wanapata 50,050, wateja zaidi ya 300 ambao watakuwa wanatolewa kila mwezi. Kwa kila wiki kutakuwa kuna wateja ambao wanarudishiwa salio kwenye akaunti zao za CRDB. Lakini kikubwa mwishoni kutakuwa kuna wateja wetu ambao watakuwa ni grand winner. Mshindi wa kwanza ambaye amefanya miamala mingi atakuwa anapewa shilingi milioni 30, mshindi wa pili milioni 20 na watatu milioni 10. Lakini sio hivyo tu, tutakuwa tuna washindi 5 pia mwishoni mwa mwaka ambao tutawapeleka kwenye nchi ambazo zitakuja kuchaguliwa mwishoni, lakini zitakuwa ni barani Ulaya kwa muda wa siku 7, gharama zao za tiketi, movement zao wakiwa kule na kila kitu, plus kiasi cha fedha kwa ajili ya kufanya shopping. Kwa hiyo hii zote ni vitu ambavyo vimeandaliwa ili kummotivate mteja. Kwa hiyo wewe utakuwa unafanya huduma zako na hakuna gharama ambayo imeongezewa kwenye muamala wako. Kwa hiyo kama ulikuwa unachajiwa shilingi 100, utachajiwa shilingi 100 ile ile iliyokuwa mwanzo. Kama ni shilingi 10 ni shilingi 10. Kwa hiyo hatujaongeza chaji yoyote kwenye miamala yetu. Na kingine ambacho watu wasichokijua, benki ya CRDB gharama zake ni ndogo mno ukifanya miamala yake kidijitali. Kwa hiyo mimi napenda kuhamasisha Watanzania wote ambao wana akaunti benki ya CRDB, cha kwanza wahakikishe wameunganisha akaunti zao na huduma hiyo ya Sim Banking. Lakini kwa ambao hawana akaunti,
ni wakati mwafaka kujua pia una uwezo wa kujifungulia akaunti wewe mwenyewe popote ulipo. Unaenda kwenye App Store, Play Store, unakwenda kudownload app yetu ya sim banking. Itakuuliza kama una akaunti au huna. Kama unayo, utaenda tu kujisajili kwenye huduma ya sim banking. Kama hauna, unajifungulia akaunti na baada hapo unajiunganisha kabisa kwenye sim banking.